Shalom wapendwa katika Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni mimi tena Yusuf Marijani katika kipindi chetu ndugu unayetufuatilia. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa wewe ambaye unanifuatilia, lakini kipekee namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii, maana pasipo Mungu singeweza kufika mahali hapa. Leo niko na mtumishi wa Mungu Kelvin, lakini kuna mada ambayo tunaielezea, na miongoni mwa mada ni mada nyeti sana, sensitive katika jamii zetu zinazotuzunguka, na mada yetu ni kwa habari ya ukuaji wa utandawazi na mitandao ya kijamii, teknolojia. Je, teknolojia hiyo inaweza ikawa na faida gani au hasara gani katika mambo ya kiroho au kwa Wakristo? Karibu mtumishi wa Mungu, uelezee kwa nafasi yako ambayo Mungu amekupa. Okay. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Kelvin Novati. Katika hii mada tunavyozungumzia utandawazi au globalization. Nini maana utandawazi? Utandawazi ni mabadiliko ya tofauti kati ya tofauti kwenye teknolojia au sayansi ambayo yanamwezesha binadamu kufanya vitu vyake kwa urahisi, mfano elimu, education, au tunaweza kusema miundombinu au services zote ambazo mwanadamu anaweza kuzipata kwa urahisi. Na sasa ni nini faida ambazo binadamu anazipata katika teknolojia katika upande wa kiroho? Tukiangalia teknolojia ni mojawapo ya kitu ambayo ina simplify network, kwa sababu mhubiri anaweza kawa anahubiri Marekani, lakini ujumbe unaweza kufika hadi Afrika. Kwa hiyo tunaona neno la Mungu linaweza likasafiri continent to continent, bara kwa bara, kwa kupitia hii teknolojia. Pia inawezesha watu wengi kuokoka kwa mtu mmoja tu ambaye anaweza kuwa katika sehemu fulani, ambaye anaweza kusafirisha ujumbe wake katika sehemu zote za ulimwengu huu. Kwa hiyo inaongeza nini? Inaongezeka ongezeko la watu ambao watamjua Mungu. Ukiangalia zamani Afrika watu walikuwa wanaabudu magome ya miti, wanasujudu migome ya miti, lakini baada ya Biblia kufika Afrika au kuhubiriwa Afrika, sasa hivi tunaona watu wanabadilika, wanamjua Mungu, kwamba watakuwa wasiabudu miungu, waabudu nini? Mungu ambaye yuko aliye juu. Kwa hiyo teknolojia ndio imewezesha hivyo, kwa sababu Afrika watu labda sema missionary watu kutoka pande mbali za ulimwengu, sema labda Israel wametoka Afrika kwa sababu walijua Afrika, kwa kutumia teknolojia walijua Afrika kuna watu wanaabudu miungu. Kwa hiyo teknolojia kamawezesha wao kutambua Afrika, lesi tukahubiri, wakaja wakahubiri, wakamwezesha mwanadamu wa Afrika kumjua Mungu zaidi. Kwa hiyo unaona teknolojia inawezesha, ina simplify njia rahisi zaidi ambayo inamwezesha binadamu kumjua Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu anaweza kuwa anafundisha mtandaoni, lakini ujumbe ukafika ulimwengu mzima. Kwa hiyo tunaona inaonyesha kabisa inasaidia sana katika kuhubiri. Lakini upande mwingine wa faida, upande mwingine wa hasara, tunazungumzia upande wa hasara. Globalization ina hasara tofauti kulingana na mtumiaji. Kwa mtumiaji mhusika anatumia utandawazi vipi? Mfano, sasa hivi tunaona Biblia imerahisishwa, imerahisishwa katika mfumo wa nini? Yaani kwenye simu unaweza kusoma Biblia. Lakini upande mwingine tunaona hizo Biblia zenyewe zinachakachuliwa, unakuta baada ya mistari imebadilishwa kwenye Biblia. Kwa hiyo unashangaa kuna Satan Bible kwenye hiyo teknolojia hiyo kwenye Biblia. Una search hivi unakuta Satan Bible. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Biblia inaendelea kubadilishwa muda kulingana na hii teknolojia. Pia ukiangalia utandawazi, vijana sasa hivi wanaingia mtandaoni, wanaangalia hizi pornography. Kwa hiyo unajikuta unavyoangalia pornography, unaangalia picha mbaya ambazo hazimpendezi Mungu, mambo kuzini. Kwa hiyo inakutoa katika kiroho. Pia teknolojia sana kwa vijana sana ni kama unasema 80% ya muda wa vijana wanatumia sana katika mitandao. Yaani unashangaa Biblia, hata kama kijana anasoma Biblia ni kiasi kidogo sana ambacho anakisoma kulingana anavyoperuzi katika mitandao. Anaangalia mambo mengi sana mitandaoni ambayo yamjengi kiroho, na sahau kusudi ambao Mungu alikuleta duniani. Kwa hiyo unaona teknolojia ina hasara zake.
na saa zake kulingana na mtumiaji anahusika anavyotumia. Pia nashauri kwamba vijana watumie vizuri teknolojia ili iweze kuletea manufaa katika upande wa kiroho. Usitumie teknolojia katika namna ambayo itakufanya kuwa mbali na Mungu. Tumia teknolojia yako katika mfumo ambao utakujenga kiroho, itakuwezesha kupata neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu sasa hivi liko ni available everywhere. When you search to the teknolojia, ukisearch kwa teknolojia YouTube, Instagram, na Facebook, ukisearch tutakuta wainjilishi mbalimbali. Kwa ukizingatia neno la Mungu unaweza kupata mafanikio makubwa katika maisha yako ulimwengu na kufanya kusudi ambao Mungu alikuleta duniani. Amina. Karibu mtumishi. Amina. Kama alivyoongelea hapo Bwana Kelvin, ameongea vitu vizito, na ni kweli ni vitu ambavyo vinaishi katika jamii zetu za Kiafrika na inahitajika sana neema. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema jambo moja: kitu chochote unachokipa muda kuliko Mungu, hicho kitu ni ibada ya sanamu, unakiworship. Mungu anahitaji tumpe muda, tumuwaze Mungu muda wote, all the time. Ni kweli teknolojia ni nzuri, inaweza kukurahisishia pia kufanya kazi ya Mungu, lakini hiyo teknolojia ukiendekeza, ukiipa muda kuliko Mungu wako, inageuka inakuwa ni Mungu ile herufi ndogo, inachukua nafasi ya Mungu. Maana ni kweli kama ulivyoongea mtumishi, watu wengi hawasomi, watu wengi wanacheza magemu kwa kupitia hizi teknolojia, watu wengi wanaangalia picha za uchi, dhambi nyingi zinafanyika huko. Wengine wana mitandao yao ya kujiuza huko kwenye simu, wengine wanaangalia mipira. Yani kama vijana ndo amechukuliwa na mpira kabisa. Yani yupo razi hata asile aende akachukue pesa yake akabeti akafanya nini. Yani hata ibadani sengine na utaendi kisa mpira, anasikia timu fulani inacheza, timu fulani inacheza. Kwa hiyo teknolojia pia ukitumia vibaya inakuwa inaharibu. Na pia katika teknolojia nikaona kuna mtego mmoja ambao ni wa shetani ambao ameuweka pale katika teknolojia ili kuwanasa Wakristo wengi, na Wakristo tusipokuwa macho katika mtego tunaweza tukapotea. Kuna andiko moja nililisoma katika Danieli 12, alikuwa anazungumzia kwa habari ya siku za mwisho, maarifa yataongezeka, ndo maarifa hayo ambayo yanazungumziwa. Na pia katika kitabu cha Amosi tunaona Mungu anasema kupitia ile kitabu, anasema tazama, inakuja siku ya njaa, itakuwa si njaa ya kukosa chakula na kiu ya kukosa maji, bali ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Ni wakati nasoma hivyo hii teknolojia nikaja kuona kwamba mifumo mingi ya kwenye Bible imeingizwa katika nini, katika hizi simu. Ndio maana kuna Biblia za simu, Biblia soft copy. Watu wanakuwa hawanunui Biblia hadi copy. Maana yake nini? Ili soko la hadi copy linaenda likifa. Na ili soko likifa, kumbuka hii ni system, hii ni teknolojia ambapo adui akizima ile network, unakuta huku soko limekufa, Biblia zimepotea. Ndio njaa na kiu inapoanzia hapo. Kwa hiyo vile nakushauri wewe unanifuatilia, unaisikiza clip hii, ni kweli una vitu vya teknolojia, lakini Biblia hard copy ni ya muhimu sana kuwa nayo. Usipende kusoma Biblia za kwenye simu, nyingi zimeeditiwa. Kuna siku nilikuwa nasoma Biblia kwenye simu, namaliza nasikia ndani yangu nasikia nasemeshwa, hujafanya chochote, hujasoma Biblia. Kwa hiyo Biblia hard copy ile ndio yenye uhalisi, ile ndio unaweza nikasoma nikaona nguvu za Mungu, nikaweza kuomba, nikaingia. Shetani anazuia, yani anapiga vita sana Biblia. Ndio maana sasa hivi kuna cases nyingi katika hizo Biblia za mtandaoni zimebadilishwa kwa kupitia mtandao. Kwa namna fulani mtandao unaweza kuwa unaharibu. Kwa mfano, kuna vitu vingine ambavyo vimeingia system za AI, artificial intelligence. Naona zinataka kukava nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya watu. Unakuta mtu anaota ndoto, badala ya kumuuliza Mungu, kupiga magoti kumuuliza Mungu, hii ndoto ina maana gani? Unakuta anauliza zile AI, anauliza ChatGPT, anauliza system hizi. Lakini hizi system zinachukua ile nafasi ya Mungu, ambapo Mungu anachukia. Ndio maana nikasema ukizitumia vibaya zinageuka kwa kama miungu. Kuna sehemu moja nikakuta poster imeandikwa AI Jesus, yani ni AI ambayo imefunuliwa kama Yesu. Mtu anaenda na shida zake, anaomba maombi, anajibiwa, anatolewa na unabii, anatabiriwa. Ni programu ambazo zimetengenezwa, ambazo nyuma na asili ya hizo programu utakuja kugundua kuna mapepo nyuma yake. Tusifatishe sana namna dunia hii. Tuenende katika roho na tuwe macho. Sasa hivi hata Wakristo wamekuwa wanatumia vitu bandia tu. Yani unakuta hawapendi kumwimbia Mungu kwa sauti zao. Unakuta wanatumia AI, wanaingiza nyimbo tu, AI ndo zinamwimbia Mungu, sio wao tena.
Mungu anataka sauti yako, hata kama ni mbaya, unaomba sauti sijui ikoje, Mungu ana shida na wewe. Na hiyo maana zile AI hazina nafsi, Mungu amekuja kutafuta wewe, sio AI. Kwa hiyo lazima tuwe macho kama kanisa, tuamke. Vijana wetu wanapotea kwa kupitia AI. Kuna mwingine unakuta na chati SMS za mapenzi na AI, anaenda chati na message za ajabu hadi anajiridhisha. Yaani ni vitu ambavyo vinaendelea huko. Unakuta wale watu inakuwa ni rahisi sana kuingiliwa na mapepo. Mambo ya kiroho yanasolviwa na hizo AI. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, mtafute Mungu kabla hujachelewa. AI never haiwezi kuchukua nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu. Kwa hiyo tumetakiwa tuwe macho. Vile vile hizi teknolojia, sasa teknolojia imeendelea. Kitu kingine ambacho nakiona kinaingia kwa kasi ni hizi system za mpira. Niambie ni kweli. Cha kwanza kabisa, ambao wanabeti, zile pesa ni za ushetani. Watu wa Mungu, utaniuliza kwa nini mtumishi? Sikiliza, Biblia inakwambia usibashiri, usibeti. Ule ni kubashiri, na ule mpira ni ibada ya sanamu kamili. Sikiliza, siku moja nilikuwa najaribu kutafakari. Ukiangalia katika madhehebu mengi unakuta ibada yoyote inapofanyika kuna viongozi wa ibada, kuna watumishi. Nikawa najaribu kukompea na watu wanaocheza mpira. Kuna mtu mmoja nikamkamata, nikamuuliza nitajie wachezaji wa mpira. Akanitajia, akaniambia wako 11. Akaanza kuwataja wa timu fulani, sitaitaja. Akaniambia kuna fulani. Nilipomaliza nikamwambia nitajie wanafunzi 3 tu wa Yesu alishindwa. Lakini wanafunzi wa Yesu walikuwa 12. Kwa hiyo ile ni kikosi kazi cha Yesu. Nikaanza kumwambia, sikiliza nikwambie, mpira ni ibada ya sanamu. Ule uwanja unapochezewa ni madhabahu. Kocha ni mchungaji anayeongoza ile ibada. Kocha ni kama mchungaji. Wachezaji ni watumishi, ambao watumishi wanavaga nguo za sare. Unakuta hata kwenye makanisa wanavaa ile majoho meupe. Unakuta mzee wa kanisa nani, unakuta wale ni wachezaji. Washabiki na waumini wengine wanafuatilia online kama nyinyi mnavyofuatilia sisi hapa. Tayari ni kanisa ibada, unakuta wanafuatilia. Alafu tiketi zao ni sadaka. Wengine wananunua tiketi kuweka bando kufanya nini, wafuatilia ule mpira. Wengine kwenye mabanda TV wanafuatilia tu, wanatoa zile sadaka, wanajiunganisha na ile madhabahu. Na kinachoshindaniwa pale ni nini? Ni kombe. Kombe limetengenezwa kwa dhahabu. Hiyo miungu ya dhahabu, nyingine silver, gold. Zamani si ndio ilikuwa ni miungu, ambapo walikuwa wanaishi na kwa miungu ndio wanachoshindania. Kwa hiyo Mungu wetu anasema Mungu wetu si wa mashindano. Paulo anasema kwa hiyo kitu chochote kinachoshindaniwa hakina Mungu, kina shetani. Kwa hiyo kinachoshindaniwa pale vile ni kombe, ambalo katika lile kombe ndio limetengenezwa kwa silver, limetengenezwa kwa dhahabu, ambapo inafunua sasa uhalisia wa kile ambacho kinagombaniwa. Na kuna wengine unakuta wanaenda mpaka kwa waganga, mtu wa Mungu, man of God, wanaenda wanapewa dawa wakaenda kuogea kwenye magoli kufanya nini. Unakuta yani watu wanarogana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tuwe makini. Amen. Una cha kuongea chochote mtumishi? Cha kuongea zaidi, inabidi sisi hapa, kwa sababu tuko vitani. Kwa hiyo inabidi tunasali, tuna pray to God, kwa sababu Mungu ndo mwongozo wetu katika ulimwengu. Viko vishawishi vingi ambavyo vinapatikana katika mitandao ya kijamii, ambazo wengi vijana wanashinda kuviepuka kwa sababu wamtumaini Mungu au wasali na Mungu. Kwa hiyo inabidi Mungu ndo ufunguo wetu, Mungu ndo mwangaza wetu, kwa sababu yeye ndo anasema katika, nafikiri Yohana, yeye ni nuru na giza litaiweza kama. Kwa hiyo yeye kama ni nuru, inabidi tumtumainie yeye tuongoza katika maisha yetu. Zipo changamoto nyingi ambazo Mungu anatoa changamoto tofauti, majaribu tofauti, lakini inabidi tumtumainie au tumuombe ili tuweze kuvuka ile changamoto, kwa sababu upendo cutting point, tunasema point of God going to the heaven. Pale ndo sema ambapo unapata nafasi ya kwenda mbinguni, kwa sababu shetani ndo anapata kipaumbele zaidi kwa kujaribu pale. Kwa hiyo ili tuweze kushinda hizi mitandao ya globalization ambayo inaendelea zaidi, inabidi tuna pray kwa God, kwa sababu Mungu atatuongoza jinsi gani kutumia mitandao hii ya kijamii. Asanteni. Amina. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye umesikiliza mpaka mwisho. Naamini kuna kitu umekipata, na mimi kama mtumishi wa Mungu ni kazi yangu kukuambia, lakini wa kukubadilisha ni Yesu Kristo. Wewe ambaye umenisikia una nafasi ya kutengeneza na Mungu, na wewe ambaye unaamua kukaidi, Mungu unaye, na Mungu ndiye atakayehukumu. Mimi sina mamlaka yoyote ya kuhukumu, ila anayehukumu ni Mungu. Ila tengeneza kabla hujachelewa. Mungu akubariki sana. Amen.